Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo. Leo ni Jumatano, Novemba 26, 2025. Nakaribisha katika matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkia. Katika Amka na BBC asubuhi, Rais Trump amesema mpango wa amani kwa ajili ya Ukraine ambao serikali yake iliandaa sasa umeboreshwa, na anamtuma mjumbe wake Steve Witkoff kukutana na Rais Putin kwa matumaini ya kumaliza. Washtakiwa 198 kati ya 216 miongoni mwa waliokuwa wakikabiliwa na mashtaka ya uhaini na kula njama waachiliwa nchini Tanzania. Siku ya tukio nilikuwa nimetoka kazini naenda mjini, lakini bahati mbaya sikufika. Niliishia njiani. Tumekamatwa mjomba kwa kuzolewa, ila tunamshukuru Mungu tumeachiwa leo, tumerejea majumbani kwetu. Asante. Na katika gumzo tunaangazia wakati ambapo dunia imeadhimisha siku ya kimataifa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake. Takwimu bado zinaonyesha kuongezeka kwa tatizo hili kila uchao. Kutokana na takwimu zimetolewa na Umoja wa Mataifa, wanaonyesha kwamba wanawake wengi wanateseka. Kulingana na mahali niko, naona ni kwamba ni shida ambayo tunafaa kuungana kama jamii kushughulikia ili tuweze kuikabili nayo. Hayo ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Halima Nyanza. Asante David na hujambo msikilizaji. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wapatanishi nchini mwake wameendelea vizuri katika juhudi zao za kumaliza vita kati ya Ukraine na Urusi kwa kuweka makubaliano yaliyo mazuri kwa pande zote. Amethibitisha kuwa suala la marekebisho ya mipaka la Ukraine bado ni ajenda na ridhaa kubwa kutoka kwa Urusi itakuwa ni kusitisha vita. Mjumbe wa Marekani katika mazungumzo hayo Steve Witkoff anatarajiwa pia kwenda Urusi kwa mazungumzo zaidi na Rais Vladimir Putin. Umoja wa Mataifa umesema juhudi za kimataifa za kupambana na ukimwi zimepitia katika hali ngumu kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili kimataifa. Nchi maskini na zile zenye raia wa kipato cha kati ndizo zimeathiriwa zaidi na Sambatenzi. Mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS, Winnie Byanyima, amezungumzia juu ya kupunguzwa kwa kiwango kikubwa kwa ufadhili kulikotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump baada ya kushinda uchaguzi na kurejea madarakani. Lakini hata hivyo, amesema nchi nyingine pia zimepunguza misaada kwa kiasi kikubwa. Ameonya pia juu ya kusambaratika kwa huduma za kuzuia maambukizi ya HIV, hali ambayo inaweza kusababisha kuongezeka kwa maambukizi kwa ongezeko la milioni 3.3 ifikapo mwishoni mwa mwaka 2030. Maafisa nchini Nigeria wamesema wanafunzi wa kike 24 ambao walikamatwa na watu wenye silaha wakiwa katika shule ya sekondari ya bweni katika jimbo la Kebbi kaskazini magharibi mwa Nigeria wameachiliwa. Tukio hilo limeelezwa kuwa la kwanza kwa siku za hivi karibuni la utekaji watu wengi, likiwemo tukio lingine la Ijumaa iliyopita katika shule ya Katoliki kwenye jimbo la Niger ambako mamia ya wanafunzi pia waliripotiwa kutekwa huku watu wawili wakiuawa. Mazingira yaliyopelekea kuachiliwa katika tukio hilo la hivi karibuni hajaelezwa wazi, lakini rais wa Nigeria Bola Tinubu amevipongeza vikosi vya usalama vya nchi hiyo kwa juhudi zao za kuhakikisha wanafunzi wanakuwa huru. Na kampuni ya Kimarekani inayotengeneza kompyuta aina ya Hewlett Packard HP inatarajia kupunguza takriban wafanyakazi 6,000 duniani kote ifikapo mwaka 2028 katika hatua yake ya kutumia akili mnemba ili kuongeza ufanisi. Kampuni hiyo yenye makao yake makuu katika jimbo la California imesema AI itaimarisha utengenezaji wa bidhaa na kuboresha huduma kwa wateja. Mtendaji mkuu wa kampuni hiyo Enrique Lores amesema uamuzi huo utaokoa kiasi cha dola bilioni 1. Hii ni awamu ya pili kwa kampuni hiyo kupunguza wafanyakazi baada ya kupunguza wengine 2,000 mwanzoni mwa mwaka huu. Matumizi ya kompyuta zenye uwezo wa AI, mahitaji yake yameongezeka duniani. Hii ni BBC. Na muktasari habari za ulimwengu umesoma kwako na Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio shirika na kwenye internet bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania tusikilize kupitia Abud FM, Kenya ni Nyota FM, nchini Uganda itegea sikio kupitia Radio Lira, na ukiwa DRC ni Radio Muungano ya pale Beni. Vile vile unaweza kutufuatilia katika mtandao wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Unaandika maoni yako kisha tukipata wasaa tutayasoma moja kwa moja msikilizaji. Asubuhi ya leo upo na mimi David Nkia. Karibia.
Rais Trump amesema mpango wa amani kwa ajili ya Ukraine ambao serikali yake iliandaa sasa umeboreshwa na anamtuma mjumbe wake maalum Steve Witkoff kukutana na Rais Putin mjini Moscow kwa matumaini ya kumaliza. Mapema Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema anatumai kukutana na Rais Trump kujadili masuala yaliyosalia, lakini Rais wa Marekani sasa amesema kwamba hili litatokea tu pale makubaliano yatakapokuwa katika hatua za mwisho. Zaidi na Phyllis Mote. Ni rais wa Marekani huyo Donald Trump akizungumzia mpango wa amani kati ya Urusi na Ukraine. Pendekezo hilo analozungumzia linatokana na mpango wa vipengele 28 uliowasilishwa kwa Ukraine na Marekani wiki iliyopita, ambao maafisa wa Marekani na Ukraine waliofanyia kazi wakati wa mazungumzo ya mwisho wa wiki mjini Geneva. Urusi ilisema hapo awali kwamba haikushauriwa kuhusu rasimu hii mpya ya makubaliano na ikaonya kuwa huenda haitakubali marekebisho hayo ya wiki iliyopita. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ameonya kwamba ingawa Moscow ilikuwa inaunga mkono mpango wa awali wa Marekani, hali itakuwa tofauti kabisa iwapo mpango huo utapitia mabadiliko makubwa. Kufikia Jumanne asubuhi, Lavrov alisema kwamba Urusi haikuwa imepokea nakala ya mpango huo mpya na akaituhumu Ulaya kwa kudhoofisha juhudi za amani za Marekani. Maafisa wa Marekani hawajajibu hadharani wasiwasi wa Urusi, ingawa inasemekana kuwa waziri wa jeshi la Marekani Dan Driscoll na wawakilishi wa Urusi walifanya mikutano Jumatatu na Jumanne huko Abu Dhabi. Baadhi ya masuala ambayo Urusi na Ukraine bado wanatofautiana sana hayajashughulikiwa hadi sasa, ikiwa ni pamoja na dhamana za usalama kwa Kiev na udhibiti wa maeneo kadhaa yanayokumbwa na mapigano mashariki mwa Ukraine. Suala la dhamana za usalama ni moja tu ya maeneo ambayo Urusi na Ukraine wanatofautiana. Urusi imedai mara kwa mara kwamba jeshi la Ukraine linafaa kuondoka kabisa kutoka eneo lote la Donbas mashariki linalojumuisha maeneo ya Donetsk na Luhansk. Vikosi vya Urusi pia vinadhibiti rasi ya Crimea na sehemu kubwa za maeneo mawili mengine ambayo ni Kherson na Zaporizhia. Kijiri, mapigano yanaendelea. Urusi na Ukraine zote zimesema kwamba mashambulizi yamefanyika usiku wa kuamkia leo huko Zaporizhia. Ni Phyllis Mote. Mkurugenzi wa mashitaka nchini Tanzania DPP amewafutia mashtaka jumla ya washtakiwa 198 kati ya 216 miongoni mwa waliokuwa wakikabiliwa na mashtaka ya uhaini na kula njama katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam. Washtakiwa hao walikuwa na kesi zilizogawanya katika makundi matatu tofauti, huku la kwanza lililokuwa na washtakiwa 22 katika kesi namba 26388 ya mwaka 2025 ni Jennifer Jovin maarufu kama Nifa na wenzake 21 waliachiwa washtakiwa 20 na kubaki wawili. Zaidi na Egan Sala. Furaha iliyojawa na shukrani. Walisubiri tangu mapema asubuhi, lakini jua lilipozama, ndugu zao mmoja mmoja wakaanza kutoka nje. Vilio kwa furaha na uchungu, vicheko na masimulizi ya hali ilivyokuwa huko walikokuwa navyo vilitamalaki. Tumempata mwenzetu Yoktan. Yeah. Mimi najikuta na biashara tu za kawaida. Siku ya tukio nilikuwa nimetoka kazini naenda mjini, lakini bahati mbaya sikufika. Niliishia njiani. Tumekamatwa mjomba kwa kuzolewa, ila tunamshukuru Mungu tumeachiwa leo, tumerejea majumbani kwetu. Asante. Naweza kushauri kama vijana wenzangu, yani wamfuate Mwenyezi Mungu awakoke. Asipate vitu makundi havifanye nini havieleweki. Kama sisi, yani kwa sehemu tulipopona tumshukuru Mwenyezi Mungu, tulipopeleka Usabei pale, tumshukuru Mwenyezi Mungu, tukapeleka huko Segerea. Mwenyezi Mungu atusaidia, tumetoka salama, tunaenda kuangalia na familia zetu, Mwenyezi Mungu atujalie. Kwa baadhi mambo hayakuwa vile walivyotamani. Kidonda kinatoneshwa tena. Miongoni mwao ni familia na jamaa wa mfanyabiashara Jennifer Jovin na mwandishi wa habari Mika Chavala. Of course hawajatoa sababu za kwa nini hawa watu wawili mshtakiwa 17 pamoja na mshtakiwa kwanza Jennifer Jovin almaarufu Nifa wao hawajafaidika na huo utaratibu. Mkurugenzi wa mashtaka na mamlaka chini ya kifungu cha 92 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kufuta shtaka lolote la jinai linaloendeshwa katika mahakama yote Tanzania ambalo lipo kwenye hatua yoyote ile kabla ya hukumu. 20 wamefutiwa mashtaka na
bahati mbaya anapo sheria haimpi DPP obligation ya kutoa sababu za kwa nini anafuta mashtaka. Wakati shangwe za uhuru zikiendelea, ving'ora vinasikika. 18 kati ya 216 waliofikishwa mahakamani wanarudishwa rumande hadi Disemba 3, shauri lao litakapotajwa tena. Ni Igansala. Kwingineko, mahakama kuu nchini Brazil imemwamuru rais wa zamani wa nchi hiyo Jair Bolsonaro kuanza kutumikia kifungo chake cha miaka 27 na miezi mitatu baada ya kukutwa na hatia kupanga mapinduzi kutokana na kushindwa kwake katika uchaguzi mkuu uliofanyika nchini humo. Zaidi na Halima Nyanza. Jaji wa mahakama hiyo Alejandro de Moraes ametoa uamuzi kwamba kesi hiyo inayomkabili rais wa zamani wa nchi hiyo ilikuwa imefikia hukumu ya mwisho na kwamba hakuna rufaa zaidi itakayokatwa. Bolsonaro, mwanasiasa wa mrengo wa kulia mwenye umri wa miaka 70, amepatikana na hatia ya kuongoza njama iliyolenga kuendelea kumweka madarakani licha ya kushindwa katika uchaguzi wa mwaka 2022 dhidi ya mpinzani wake wa mrengo wa kushoto Luiz Inácio Lula da Silva. Ataanza kutumikia kifungo chake katika gereza lililopo katika mji mkuu wa nchi hiyo Brasilia, ambako amekuwa akishikiliwa tangu siku ya Jumamosi baada ya kuelezwa kuwa anaweza kukimbia na hivyo kutolewa katika kifungo cha nyumbani. Hata hivyo, mwenyewe amekanusha madai ya kutaka kutoroka. Jana Jumapili, jaji anayesikiliza kesi yake aliamuru mshtakiwa huyo kupewa huduma kamili ya matibabu kutokana na timu yake kuripoti awali kwamba hali yake kiafya inazidi kuwa mbaya. Wafuasi wake wamekuwa wakimtetea wakimweleza kuwa alikuwa kiongozi mzuri na kwamba mashtaka juu yake ni ya uongo kutokana na kwamba ni masuala ya kisiasa. Majaji wa mahakama kuu wamesema wakati Bolsonaro alipokutwa na hatia ya jaribio la mapinduzi, alijua mipango ya kumuua Rais Lula da Silva na mgombea wake mwenza Geraldo Alckmin, pamoja na kumkamata na kumuua Jaji Moraes ambaye alikuwa akisimamia kesi ya Bolsonaro. Namni taarifa yake Halima Nyanza. Na sasa na kupeleka kwenye mikono salama ya Sports Lady Phyllis Mote kwa habari za michezo. Phyllis, kwako. Naam, shukran sana mwenzangu David Nkia. Sasa msikilizaji, nazama na baadhi ya matokeo ya jana usiku ligi ya mabingwa Ulaya. Nikianzia Stamford Bridge ambapo lilitajwa kama pambano la vijana wawili wenye vipaji vya ajabu, na kwa mara ya kwanza Lamine Yamal alijikuta ametwaliwa umaarufu akipewa nafasi ya huko pembeni. Usiku huu wa jana ulikuwa wa Estavio Willian. Chelsea wakiwa tayari mbele ya bao 1-0 na Barcelona wakiwa wachezaji 10. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 18 alitoa tukio la kukumbukwa kweli kweli akiwasha moto katika uwanja wa Stamford Bridge uliokuwa na shamra si haba na kufunga bao la pili mnamo dakika ya 55. Chelsea walinyanyuka na ushindi mnono wa magoli 3-0 dhidi ya Barcelona. Sasa Pep Guardiola alisherehekea kuwa kocha wa Manchester City kwa mara ya 100 kwenye ligi ya mabingwa siku ya Jumanne, lakini ni Bayer Leverkusen na mashabiki wao walioishia kuserebuka baada ya kipenga cha mwisho, kwani wawakilishi wa Bundesliga hao walikuwa wanatarajia usiku mgumu baada ya kuwasili Uingereza kuchelewa, lakini ukawa ushindi wa kukumbukwa wa magoli 2-0 uliomwacha Guardiola amedua, huku wadadisi wa soka wakisema kuwa kipigo hicho alijiletea mwenyewe, kwani Guardiola aliamua kucheza kamari na kikosi chake cha kwanza kwa kufanya mabadiliko ya wachezaji 10 kutoka timu iliyofungwa na Newcastle siku ya Jumamosi, na uamuzi huo bila shaka ukamgeukia vibaya sana. Sasa Scott McTominay naye alibobea wakati Napoli waliposhinda kwa magoli 2-0 dhidi ya Karabag na kuongeza matumaini yao ya kufuzu hatua ya mtoano ya ligi ya mabingwa katika kumbukumbu ambayo ilikuwa ni ya miaka 5 tangu kifo cha mshambuliaji maarufu sana Diego Maradona. Na mateso ya Ajax kwenye ligi ya mabingwa vilevile yaliendelea walipofungwa na wenzao ambao pia wanasuasua kwenye mashindano haya, Benfica, na kuacha wakiburuza mkia kwenye jadwali la mashindano haya. Niangazie tu kwa kifupi tetesi za soka Ulaya. Manchester United wanataka kumsajili beki wakati mpya majira ya kiangazi yajayo, lakini bado wangependa beki mkongwe wa England Harry Maguire kusaini mkataba mpya huko Old Trafford. Roma nao wanavutiwa kumchukua mshambuliaji wa Uholanzi Joshua Zirkzee kwa mkopo kutoka Manchester United mnamo Januari, na kocha wa Manchester City Pep Guardiola ana wasiwasi kuhusu tegemezi mkubwa wa mshambuliaji wa Norway Erling
Haaland. Hivyo anafikiria huenda anaweza kujiunga kwenye mchakato sawia na ule wa Liverpool wa kumsajili raia wa Ghana Antonio Salom Semenyo anayechezea Bournemouth. Nikome hapo Devi. Asante. Mengi baadaye kwenye michezo. Bila shaka, bila shaka. Phyllis Wale. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, Rais Trump amesema mpango wa amani kwa ajili ya Ukraine ambao serikali yake iliandaa sasa umeboreshwa na anamtuma mjumbe wake Steve Witkoff kukutana na Rais Putin kwa matumaini ya kumaliza. Washtakiwa 198 kati ya 216 miongoni mwa waliokuwa wakikabiliwa na mashtaka ya uhaini na kula njama waachiliwa nchini Tanzania. Na katika gumzo tunaangazia wakati ambapo dunia imeadhimisha siku ya kimataifa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake, takwimu bado zinaonyesha kuongezeka kwa tatizo hili kila uchao. Hii ni BBC. Barabara kabisa. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkia. Hadithi yao inaangazia gharama za kibinadamu na mabadiliko makubwa ya uhamiaji nchini Marekani, ambapo zaidi ya watu milioni 1 wanategemea mpango unaoitwa TPS au hali inayolindwa kwa muda. Inaruhusu watu kuishi na kufanya kazi nchini Marekani ikiwa nchi yao ya asili sio salama kwa kuishi. Mnamo Februari, raia 350,000 wa Haiti walipoteza ama watapoteza haki hiyo na watakabiliwa na mustakabali usio wa hakika ikiwa watarejeshwa nchini mwao, ambapo magenge ya uhalifu sasa yanadhibiti 90% ya mji huo. Miezi 5 baada ya ziara yake mwisho mwa huko Port-au-Prince, mwandishi wetu Nawal Al-Maghafi amekuwa Florida, ambapo ameona familia ambazo zina asili ya Haiti na Marekani zinazoonekana kusambaratishwa na sera za uhamiaji za Trump. Taarifa yake inawasilishwa na Shoaib Ibrahim. Kila mmoja aliyejitokeza kuandamana hapa anapinga kufunguliwa kwa kituo kipya chenye utata cha kuwashikilia wahamiaji nchini Marekani kinachojulikana kama Alligator Alcatraz. Ndani ya kituo hicho kuna mamia ya wanaume na wanawake, wengi wao wanaotokea katika eneo la Latin America na visiwa vya Caribbean ikiwemo nchi ya Haiti. Kituo hiki kinaweza kuwashikilia takriban watu 2,000 kwa wakati moja, na kila siku wahamiaji mbalimbali wanakamatwa na kuletwa hapa huku waking'ang'ana kisheria kusalia nchini Marekani. Kituo hiki kimegeuka kuwa ishara madhubuti ya msimamo mkali wa uhamiaji wa Rais Donald Trump. Hii ni mojawapo ya zaidi ya vituo 70 ambavyo vimefunguliwa tena tangu Rais Trump kuingia madarakani. Ndani ya wiki chache tu, karibu raia 350,000 wa Haiti watapokonywa vibali vyao vinavyowawezesha kuishi kwa njia halali nchini Marekani. Noel ni mmoja ya walioandaa maandamano hayo. Ninaweza kusema kwamba watu wengi walidhani kuwa Rais Trump atakabiliana na magenge ya wahalifu kwa sababu hilo ndilo jambo alilosema angeshughulikia. Mwaka 2010 rais wa Marekani wakati huo Barack Obama aliwapa raia wa Haiti wanaoishi nchini Marekani hadhi maalum ya kulindwa kufuatia tetemeko kubwa la ardhi nchini Haiti. Marvin alichukuliwa kama mwana wa kupanga huko nchini Haiti akiwa na umri wa miaka 3 na mwanamke Marekani anayeitwa Stacy. Miaka michache baadaye, Stacy alimsaidia Marvin kumleta dadake Rochelle nchini Marekani kwa sababu za kiusalama. Jambo nililohofia zaidi ni kutekwa nyara, kwa sababu nimeshuhudia wakati nipo shuleni wasichana wadogo wakichukuliwa mateka. Familia zao hazikuweza kurejesha nyumbani, walibakwa au kuuawa. Kwa hivyo nilihofia hilo. Lakini ndani ya miezi michache ijayo huenda hawa wakawa na hatima tofauti. Marvin ana hofu kubwa. Nina hofu kwamba nitapoteza mawasiliano nao tena na huenda nisiwaone tena. Baada ya kujenga kumbukumbu hizi zote nzuri na mambo mengine pamoja nao, ninampenda dada yangu na sijui ningefanya nini ikiwa kitu chochote kitamkuta. Wakati huo huo, mama mlezi wa Marvin, Stacy, anapambana na matokeo binafsi ya kura yake ya kisiasa.
Nilipiga kura mara zote tatu nikamchagua Rais Trump. Ninahisi kwamba chama cha Republican nchini Marekani hakina uhusiano wote na kambi yao ya wapiga kura na jinsi ninavyohisi kuhusu swala hili la uhamiaji. Je, tunataka mipaka iliyo wazi? La hasha. Je, tunataka wahalifu wafukuzwe? Bila shaka. Lakini kusambaratisha familia kama zetu na kuwafukuza watu kwenda nchi ambazo si salama kabisa na maeneo ambako wanahofu ikabiliwa na kifo siku yao ya kwanza ukirejea ni jambo lisilokubalika na kusadikika. Happy birthday dear Marvin. Huku Marvin na familia yake wakisherehekea siku yake ya kuzaliwa akitimiza miaka 16, wanajua inaweza kuwa siku yao ya mwisho ya kuishi pamoja. Swala la uhamiaji limeunda historia ya taifa la Marekani na kitakachofuata kinaonekana kutoa sura halisi juu ya mustakabali wa familia hii. Namni Shuaib Ibrahim. Msikilizaji, wakati ambapo dunia imeadhimisha siku ya kimataifa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake, takwimu zilizotolewa na Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba mwaka jana wanawake na wasichana 50,000 duniani kote waliuawa na wapenzi wa karibu au wanafamilia, sawa na mtu mmoja kufa karibu kila dakika 10. Kulingana na takwimu kutoka nchi 117, inakadiriwa wanawake na wasichana 50,000 waliuawa na wapenzi wao wa karibu au wanafamilia mwaka 2024. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya madawa ya kulevya na uhalifu wa wanawake, ambayo imeitoa katika ripoti ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake. Hii ndio mada asubuhi ya leo kwenye Gumzo, tukijikita na kufahamu namna ya kutokomeza vitendo hivi. Sasa nimezungumza na Quinta Mbori, mwanahabari na mwanaharakati wa kupinga ukatili dhidi ya wanawake kutoka Kenya, anayeanza kwa kuelezea dhana nzima ya ukatili wa kijinsia. Shida ya gender based violence ama ukatili ya kijinsia ni kitu ambacho kinatokana na jamii ambayo tunaishi, na kutokana na takwimu zimetolewa na Umoja wa Mataifa wanaonyesha kwamba wanawake wengi wamehusika, wanawake wengi wanateseka. Kulingana na mahali niko, naona ni kwamba ni shida ambayo tunafaa kuungana kama jamii kushughulikia ili tuweze kuikabili nayo. Quinta, Kenya kuna mashirika mengi ya kutetea haki za binadamu, ikiwemo ya kupambana na matukio ya ukatili wa kijinsia, lakini tumeshuhudia pia maandamano yakifanyika kutokana na kuongezeka kwa mikasa kama hiyo. Je, hali nchini Kenya unaelezea vipi katika swala hilo? Nafikiri tu ukiangalia statistics, hali ya unyanyasaji wanasema 1 in 3. Kwa hiyo hata huku Kenya siwezi sema kwamba tunatofautiana sana, ila kitu ambacho tunakiona ni kwamba hizi ni visa ambazo zimeripotiwa. Kwa hiyo kuna zile ambazo hazijaripotiwa. So mimi naona ni kama hizo takwimu hata ni kidogo. Manake tukiangalia jinsi ambavyo tukiamka kila siku tuko na kesi ya mwanamke ambaye ameuawa hapa nchini kila siku. Kwa wakati mwingine habari hizo zinapita kwa sababu ya matukio mbalimbali ya siasa na mambo mengine, lakini tukiyashughulikia tunapata kwamba hizo visa ni vingi zaidi. Je, kuna matukio ambayo binafsi yamekugusa na ungependa kuyatolea mfano? Kama kuna vita ya kijinsia ambayo imenikaribia sana ambayo tunashughulikia ni mambo ya sexual harassment. Kwenye ushirika langu ambayo ni ushirika la wanahabari nchini Kenya, tunapambana na hizi vita vikali sana. Manake hata mwaka jana in 2023 tuliweza kufanya utafiti ambayo ilionyesha kwamba karibu 60% ya wanawake wanahabari wanahusika na sexual harassment. Na ukiangalia hizi statistics inaonyesha kwamba wale ambao wanahusika sana ni wale interns, wale ndio wameingia kwenye kazi, na ni wengi, tunaongelelea mambo ya 40%. Kwa hiyo hii ni jambo ambalo limetushika sana hapa nchini Kenya, na unajua wanahabari sana sana wanafanya kazi ya maana sana, maana wenyewe ndio wanaweza kuwajulisha jamii vitu ambavyo vinafanyika, na wenyewe wameathirika. Mimi kama mwanahabari nimeathirika, niko na first hand experience. Mambo ya technology facilitated gender based violence pia tumeweza kuziona sana mwaka huu. Kwa hiyo sisi kama shirika la wanawake wanahabari pia tuliweza kufanya utafiti ambao ilionyesha kwamba wale ambao waliweza kuongea
tena 60% wameathirika na mambo ya technology facilitated gender violence. Kwa upande mwingine, kuna baadhi ya wanaume ambao pia wamekumbwa na ukatili wa kijinsia. Je, hilo nalo linakabiliwaje ili ukatili wa aina yoyote ile usiwe sehemu ya maisha yetu? Kitu cha kwanza ambao tunafanya kukabiliana na ukatili ambayo inafanyika kwa wanaume ni kwamba tunawahamasisha sana sana ili waweze kuongea. Manake hiyo ni shida kubwa ambayo tunapambana nayo, ni shida ya stigma. Manake kwenye jamii yetu watu kidogo hawajakubali sana kwamba ukatili unafanyika kwa wanaume. Tunaongelelea mambo ya 1 in 10 ni wanaume, na hizo tu ni hizo cases ambazo zimekuwa reported. Kwa hiyo tunahamasisha wanaume ili waweze kutoka nje, waweze kuzungumza ili tuweze kupambana na gender based violence zote ambazo zinafanyika. Shida tu ni kitu ambacho tunajaribu kuavoid ni kuonyesha ni kwamba hii ni vita ya dhidi ya wanawake kwa wanaume. Hapana, tunaongelelea sana gender based violence ambayo inafanyikia wanawake, kwa sababu ukiangalia kwenye statistics wanawake ndio wako affected zaidi. Quinta, kuna taarifa tumetoka kuzisikia kwamba huko Afrika Kusini hali imekithiri kiasi kwamba baadhi ya wanawake wanatafuta leseni za silaha kama vile bunduki, wakisema ni za kujikinga iwapo watakabiliwa na hatari kama hizo. Sasa maoni yako ni yapi kuhusu hatua kama hizo? Inanipea hofu kubwa kwamba tumefika kiwango ambapo sasa wanawake wanachukua sheria kwa mkono zao. Manake mimi kama binafsi, kama Quinta, kama kuna kitu ambayo nazingatia zaidi ni sheria. Sijui sheria zao zinasemaje kulingana na kuwa na silaha kama bunduki ili kuweza kujikinga. Kwa hiyo kitu ambacho kinanihofisha ni kwamba ikifika sehemu ambapo serikali yako inashindwa kukushughulikia, inashindwa kukuprotect, basi mimi naona kama hiyo ndio national disaster tunaongelea. Hapa nchini Kenya kwa mfano, mojawapo ya shida ambayo tunapambana nayo ni kwamba ile process ya justice saa zingine inachukua muda mrefu sana. Cha pili ni kwamba hata ukiangalia sheria zenyewe hazionyeshi kiwazi jinsi ambavyo watumiwa wa gender based violence sheria itapambana nao. Kwa hiyo sijashangaa sana kwamba wana Afrika Kusini wameamua kuchukua sheria mkononi mwao, lakini kitu ambacho ningeweza kusema ni kwamba kama serikali, sio tu ya Afrika Kusini, lakini serikali zetu Afrika yote ama hata dunia nzima, kama tungeweza kuprioritize mambo ya gender based violence ili sheria zetu ziweze kupambana nayo vizuri. Sasa hebu tukamilishe kwa kuzungumzia ile aina mpya ya uendelezwaji wa ukatili wa kijinsia mitandaoni. Hilo nalo unadhani likabiliwe vipi kisheria? Cha kwanza, kisheria inabidi kwamba tumekuwa na sheria ambazo zinaweza kukabiliana na technology facilitated gender based violence, kwa sababu ili janga, kitu ambacho kinatushangaza ni kwamba inasambaa kwa hali ya juu na inashinda ikibadilika. Kwa hiyo kama sheria zetu haziwezi kupatana nayo, unapata kwamba tunakuwa na shida mingi sana. Tukiangazia tu hata definition ya hii technology facilitated gender based violence, hata haijulikani ni nini. Unaona, kwa hiyo inabidi kwamba kando na kuhamasisha na kufanya kazi na kampuni kubwa za teknolojia kina Meta na kina TikTok, inabidi kwamba sheria zetu ziwe zinaangazia hili janga ambalo lina affect sana wanawake, wanahabari, wanawake ambao kwenye public limelight. Kwa sababu bila hizo sheria zetu ambazo mara nyingi mimi huona ni kwamba, kwa mfano huku kwetu tuko na sheria mingi sana, lakini hatujaweza kuziunganisha pamoja ili tuweze kutatua janga la technology facilitated gender based violence. Kwa hiyo serikali zetu, wanahabari wetu, civil society organizations, media, kila mwananchi, ili tuweze kucollaborate, kuungana pamoja ili tuweze kutatua hili janga. Ni kitu ambacho hakiwezi kikamalizwa na kikundi kimoja. Lazima tufanye kazi pamoja. Namni Quinta Mbori huyo katika mazungumzo yetu asubuhi leo. Nakamilisha Amka na BBC iliyohaririwa na Halima Nyanza, msimamizi akiwa ni Regina Mziwanda, fundi mitambo ni Samba Tenzi, kwa niaba kwake Phyllis Motemi chezoni. Mimi ni Nkia David Nkia, nikutakia siku njema, kwa heri.